Ni ukweli usiofichika kwamba leo tena kwa mara nyingine Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano mkuu wake ulioongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imepitisha na kuzindua ilani ya uchaguzi ya miaka mitano ya 2025-2030. Nasema imeandika historia kwa sababu ilani ya mwaka huu ya miaka hii mitano iliyozinduliwa leo ni ilani iliyogusa maeneo mengi sana ya kawaida ambayo imekuwepo kwenye ilani zingine zote zilizopita, lakini leo imekwenda zaidi mbele kwa kushughulika kwa kina zaidi katika mambo yanayowagusa wananchi wa kawaida. Hakuna mashaka kwamba ilani hii imeweka nguvu zaidi katika kwanza kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu, uchumi ambao umeelezwa kwamba ni uchumi jumuishi, uchumi wa kisasa, lakini uchumi ambao utawezesha serikali kuweza kutimiza wajibu wake wa msingi wa kuleta ustawi kwa wananchi. Na kwa ndio maana utakuta katika package nzima ya ilani hii imegusa maisha ya mkulima, maisha ya wafugaji, maisha ya wavuvi wa nchi hii na maisha ya wafanyakazi wa nchi hii, kwamba itashughulika na mambo ya umaskini wao na maendeleo yao, kuinua uchumi wao kwa kiwango ambacho hata ilani imefika mahali pa kuzungumza umuhimu wa kuhakikisha kwamba kila Mtanzania kwa miaka hii mitano ijayo tungetaka kuona watu wanaondokana na nyumba za nyasi na kuwa na nyumba za kisasa. Lakini haya yote yakiwa yamebebwa na ufunguaji wa miundombinu mbalimbali ya barabara itakayosisimua uchumi wa nchi yetu na kuwezesha mazao ya wananchi kwenda katika maeneo yanayohitajika, uwezeshaji wa kuwezesha wananchi kwa upande wa ruzuku na pembejeo za kilimo ili kuweza kuinua kipato cha wakulima, lakini uwezeshaji wa kuongeza meli zetu za uvuvi na boti zetu na kuwawezesha wavuvi katika maziwa yetu na katika bahari zinazotuzunguka. Haya ni maeneo ambayo yatawafurahisha sana wavuvi wa nchi hii, lakini kugusa pia wafugaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wafugaji wanaoishi katika nyanda kame, kwa maana ya kupima na kulinda maeneo yao ili yaweze kutumika na wafugaji kuendelea pia kuboresha aina ya mifugo walionayo, kwa maana ya kwamba ilani imeweka bayana kwamba itahakikisha kwamba zinapatikana mbegu bora kupitia njia ya uhamilishaji, artificial insemination, lakini pata pia madume bora wa mbegu kutoka katika maeneo yanakopatikana. Idadi imebainishwa pale kwenye ilani. Kwa hiyo wafugaji wakae wakiwa na matumaini kwamba wanaofuga ng'ombe kwa ajili ya nyama na wanaofuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa, basi mbegu bora zitapatikana. Tunajua kabisa kwamba wafugaji wana aina tatu za mifugo. Aina ya mifugo ambayo ni wanyama ambayo ni kama Boran au Brahman, lakini wana mifugo pia kwa ajili ya maziwa kama unavyoona Friesian, Jersey na Ayrshire, lakini wana mifugo inayoweza kuwa na nyama na maziwa kwa wakati mmoja kama ilivyo Sahiwal na Simmental. Kwa hiyo ni kwamba ni matumaini tena mapya kwa wafugaji, matumaini mapya kwa wakulima, matumaini mapya kwa wavuvi na wafanyakazi wa nchi hii. Lakini katika swala zima pia la demokrasia, ilani haikuwa nyuma, imeeleza umuhimu kwamba chama hiki ni chama cha demokrasia na kinaamini katika misingi ya demokrasia na umoja na usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan kama mwanademokrasia ameeleza bayana, na kama mtavyokumbuka pia rai yangu tu katika kutekeleza demokrasia tunaizungumza, vizuri vyama vya siasa vikajua kwamba baba wa taifa aliwahi kuasa kwamba uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo utakuwa na uhuru, haki, demokrasia isiyowekewa mipaka na isiyowekewa utaratibu. Kisha kujua hilo pamoja, tutaendelea kujenga umoja wa kitaifa chini ya ilani hii nzuri sana ya chama chetu itakayosimamiwa na kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nataka niseme hii ni ilani ya matumaini, ilani ambayo itaendelea kwenda kuongeza viwanda, ajira kwa vijana, lakini uongezaji wa thamani ya mazao yetu ambayo itaongeza pia ajira kwa vijana, lakini pia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, mifugo, mazao ya misitu, lakini madini yetu. Kama sasa tutakwenda kuiona Tanzania ambayo madini yake yanaongezewa thamani humu na kutoa ajira kwa vijana wetu, lakini kuongeza thamani ya mazao ambayo serikali itaweza kupata kodi ya uhakika ambayo itaweza kusaidia katika kuleta ustawi wa nchi yetu. Kwa hiyo nataka niseme Dr. Samia Suluhu Hassan amejipanga vizuri, na ushahidi wa kujipanga kwake vizuri ni utekelezaji wa ilani ambayo mmeona, utekelezaji uliosomwa jana kuhusu serikali wa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini kwa upande pia wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo Dr. Hussein Mwinyi ameonyesha bayana kwa kupitia utekelezaji wa ilani ya 2020-2025 kama serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inafanya mambo makubwa katika huduma za jamii. Tumeshuhudia huduma za hospitali za kisasa, tumeshuhudia shule na vyuo vya kisasa, tumeshuhudia miundombinu ya barabara
zikionyeshwa kwa upande wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, upande wa Unguja na Pemba. Kwa hiyo haya yote Waswahili mimi naamini kabisa Watanzania bara na wanatoka Tanzania Zanzibar hawezi kuwa wezi wa fadhila. Kwa vivyo vile watawalipa mema kadri ambavyo viongozi wetu wamefanya mema kuhakikisha kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja na mgombea urais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi watakwenda kuibuka kidedea. Nataka niseme jambo jingine muhimu sana ambalo ni muhimu kujua ni kwamba hiki ni chama cha ukombozi. Chama ambacho kilikomboa nchi zetu mbili, kwa upande wa Zanzibar Afro Shirazi Party chini ya uongozi wa hayati Abeid Amani Karume, lakini pia Tanganyika chini ya uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia chama cha tano. Lakini Watanzania ni vizuri pia wajue wakati chama cha Afro Shirazi Party kinaanzishwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57, baba wa taifa alikuwa miongoni mwa walioalikwa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kwa pale. Nadhani ndio maana waliweka misingi ya kwamba mara baada ya uhuru wa nchi zetu mbili chini ya uongozi wa tano na chini ya uongozi wa Afro Shirazi Party sasa tuunganishe nchi zetu mbili. Na ndio maana unaona muda mfupi tu mara baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar nchi zetu ziliungana mwaka huo. Kwa hiyo Watanzania ni vizuri wajue kwamba tuko kama tulivyo, tunapiga hatua tuliyopiga kwa sababu chama cha ukombozi cha CCM imeendelea kujishughulisha na mambo ya wananchi. Na niwarejeshe nyuma tu. Mwongozo wa CCM wa mwaka 81 unasema uhalali wa kudumu wa Chama cha Mapinduzi CCM kuendelea kuwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya walio wengi wa nchi hii. Kwa hiyo watu wasishangae kwa nini chama hiki kinaendelea kushinda uchaguzi. Ni kwa sababu chenyewe kimeshabainisha kwamba ili tuendelee kuongoza ni lazima tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu, tuendelee kulinda muungano wetu, muungano wa nchi mbili. Imani yangu pia ni kwamba hakuna anayeweza kuliongoza taifa hili kama sio muumini wa muungano. Sababu nchi tunayoiongoza inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni muungano wa nchi mbili huru, Jamhuri ya watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika. Tunataka rais ambaye anayajua haya, rais ambaye atapambana pia kuhakikisha kwamba analinda rasilimali za nchi, na si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka hii mitano ameonyesha uzalendo wa hali ya juu katika kulinda rasilimali za nchi. Nataka niwaambieni, hakuna maamuzi yote yaliyofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye hayakutizama kesho iliyo bora ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Iwe ni kwenye bandari, ametazama kesho iliyo bora ya Tanzania. Iwe ni katika masuala ya misitu, ametazama kesho iliyo bora ya Tanzania. Ameangalia hata hatua hivi karibuni ya kufanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba maeneo ya wafugaji ambayo yalikuwa yamependekezwa kwa ajili ya masuala ya uhifadhi, Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kwa waziri wa nchi ofisi ya waziri wa ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa aliweka bayana kwa hapa assurance wafugaji wa kanda ya kaskazini kama eneo lililotengwa na kwa gazeti kwa ajili ya mifugo yataendelea kuheshimiwa kwamba ni maeneo ya mifugo na haiwezi kubadilishwa matumizi. Haya ni matumaini ya serikali sikivu chini ya mama jasiri, madhubuti, mwenye huruma, lakini mwenye msimamo kwenye mambo ya msingi, na si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Watanzania wategemee mema, wategemee masuala mazuri, wategemee kesho iliyo bora zaidi kuliko leo. Dhahiri chini ya uongozi huu na chini ya ilani hii, Watanzania uchumi wa sasa, Watanzania wataenda kushuhudia kwamba Tanzania inapiga hatua kutoka uchumi ulio nyuma au uchumi tulionao leo kwenda kwenye uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea na uchumi jumuishi. Mimi nasema namtakia kila laheri Dr. Samia Suluhu Hassan, na watakia kila laheri wa Tanzania. Twendeni kwenye uchaguzi tukilinda umoja wetu, tukijua kwamba Tanzania ni yetu na hatuna mbadala, na kwamba twendeni tukiomba kura tukijua kuna kushinda na kuna kushindwa, na kwa yule ambaye kura zake zikutosha akubali matokeo ili tuendelee kuijenga mama Tanzania wakati tuko pamoja.